Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinong'ona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal imestrike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanambia najenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko, imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji, ungeiweka humo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1,327,000,000 kilinganishwa na shilingi trilioni 1,028,000,000 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa, kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo, na wapongeza sana. Katika hatua hii, na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu, nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi.